Baada ya vikao vya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran pamoja na Marekani, mazungumzo ambayo hakuleta tija hadi wakati huu, licha ya kwamba yalidaiwa kwamba yalikuwa yakienda vizuri, lakini wakati huu Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran inasema kwamba hadi sasa hivi hakuna habari kuhusu duru nyingine ya kufanya mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran. Na Iran inaikosoa Marekani kwa kuweka vikwazo vipya licha ya madai ya kuvirahisisha. Mazungumzo kati ya Iran na Marekani hayakufanyika tena baada ya mazungumzo ya mwishoni yaliyofanyika Oman, ambapo nchi hizo mbili zilikubaliana kutokukubaliana hasa kuhusu suala la nyuklia, ambapo Marekani ilikuwa ikitaka Iran iachane kabisa na mpango wake wa urutubishaji wa uranium, lakini pia iondoe vinu vyake vya nyuklia. Lakini pia Iran ikiwa inataka iendeleze masuala ya nyuklia, ilipaswa inunue mafuta ya nyuklia kutoka eneo jingine na sio kuzalisha yenyewe, jambo ambalo uongozi wa Iran umesema haliwezekani. Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, ndiye kiongozi wa kwanza kusema kwamba jambo hilo kamwe halitowezekana, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akikazia juu ya suala hilo, na kiongozi wa mazungumzo wa Iran mwanadiplomasia Abbas Araghchi naye pia akaeleza akiwa kama waziri wa mambo ya kigeni kwamba jambo hilo kamwe halitowezekana na kwamba Iran itakuwa imepata hasara kubwa ikiwa itachana na mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, katika kipindi hiki ambacho hakuna mpango uliopangwa kufanyika mazungumzo kati ya Iran na Marekani, Iran inasema kwamba vikwazo vilivyowekwa wakati huu ni vikwazo ambavyo havikupaswa kuwekwa kwa Iran. Madai ya kusitisha vikwazo hayakuwa ya kweli na vikwazo vipya vimewekwa, msemaji wa wizara hiyo Esmail Baghei alisema, akiongeza kwamba tabia hii inakinzana na inaonesha Marekani sio nchi nzuri na inatupa mashaka sana. Iran imeandaa msururu wa hatua kujibu uwezekano wa azimio dhidi ya nchi hiyo, na bodi ya magavana wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki ikionya kwamba mwitikio huo hautaongezwa katika ushirikiano, ambapo msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema siku ya Jumatatu Iran tangu awali imeegemea mkabala wake na ushirikiano wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA. Ismail Baghei alisema katika mkutano wake na waandishi wa habari wa kila siku. Hata hivyo, amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo nchi za kimagharibi hazikuonyesha utayari wao wa namna ya kumaliza suala hili la masuala ya nyuklia, walikuwa kilazimisha Marekani ifanye namna iachane na mpango huo ili tu Israel iweze kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, licha kwamba Iran inasema wao wapo tayari kwa ajili ya mashambulizi hayo, na ikitokea wakiamua kufanya mashambulizi katika vinu vyao vya nyuklia, nao watashambulia vinu vya nyuklia vya Iran mara moja tu. Iran imeonya pia kwamba italipiza kisasi iwapo IAEA itapitisha azimio dhidi yake, kwa maana isizalishe nyuklia. Iran imeonya kuwa itachukua hatua za kulipiza kisasi endapo bodi ya magavana wa wakala wa kimataifa wa nishati itapitisha azimio dhidi yake katika kikao chake cha leo Jumatatu. Hiyo ni kauli ya msemaji wa shirika la nishati ya atomiki la Iran AEOI, Behruz Kamalvandi, katika mahojiano na televisheni ya taifa alipoulizwa kuhusu msimamo wa Tehran iwapo azimio hilo litapitishwa. Kamalvandi anasema matarajio yoyote kutoka kwa IAEA kuhusu kuendelea kwa ushirikiano mpana na wa kufikia kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanaweza kutimizwa. Kamalvandi amefafanua kuwa Iran tayari imewahi kutoa onyo kabla ya kupitishwa kwa azimio dhidi yake miaka ya hivi karibuni, na wakati tahadhari yake haikuzingatiwa, matokeo yake yalikuwa ni pamoja na kuongezeka mara 7 uzalishaji wa urani uliorutubishwa kwa kiwango cha 60%. Aidha, wamesema kuwa Tehran tayari imeandaa orodha ya hatua zitakazochukua iwapo azimio hilo litapitishwa katika kikao hicho cha leo. Amesisitiza kuwa Iran haijawahi kurutubisha urani kwa kiwango kinachozidi 60%, na kwamba ongezeko la muda mfupi lilisababishwa na changamoto za kiufundi. Kulingana na Kamalvandi, mataifa ya Ulaya yanajaribu kushinikiza kupitishwa kwa azimio hilo kwa lengo la kuanzisha tena utaratibu wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa snapback mechanism dhidi ya Iran katika miezi ijayo. Inaripotiwa kuwa nchi 3 za Ulaya, yaani Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, zimeandaa rasimu ya azimio itakayowasilishwa mbele ya bodi ya magavana wa IAEA. Hii inaweza kufungua njia ya kurejeshwa vikwazo vyote vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran
chini ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 kabla ya muda wa uratibu huo kumalizika mwezi Oktoba. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.